Unajua kuwa mbu ni miongoni mwa wadudu hatari sana katika afya ya mwanadamu? Je, unafahamu ya kuwa mbu hueneza zaidi ya magonjwa 5 ambayo huathiri moja kwa moja afya ya mwanadamu kwa kiwango kikubwa? Wengi hudhania mbu hueneza malaria peke yake, lakini yapo magonjwa mengi ambayo mbu huyaeneza na kuathiri afya ya binadamu. Leo tutaangazia ugonjwa mojawapo ambao una madhara makubwa katika afya ya binadamu uenezao na mbu, nao ni ugonjwa wa dengu. Karibu katika Dondoo za Afya, tujifunze pamoja dalili, athari na namna kujikinga dhidi ya ugonjwa wa dengu. Karibu. Dengu ni homa ya virusi ambayo huenezwa au husambazwa na mbu aina ya Aedes aegypti, na mbu huyu huaminika zaidi husambaza ugonjwa huu wa majira ya asubuhi mpaka jioni, tofauti na mbu aina ya Anopheles ambaye mwenyewe husambaza malaria hasa nyakati za usiku. Dalili za dengu hazina tofauti sana na dalili za malaria, ni kama kwa kiasi fulani zinafanana, na wakati mwingine mtu ambaye ameambukizwa ugonjwa wa dengu huweza kudhaniwa pia ameambukizwa ugonjwa wa malaria kutokana na dalili zake kuwa zinafanana kwa baadhi. Dalili za ugonjwa wa dengu ni kama zifuatazo. Ya kwanza ni homa kali ambayo huja na kushuka, na wakati mwingi huwa ni homa kali ambayo hufanya mwili kutetemeka na mtu kukosa nguvu. Lakini pia dalili nyingine ni kuumwa kwa kichwa, maumivu makali ya kichwa pamoja na maumivu ya macho hasa upande wa ndani, maumivu katika maungio, yani katika joints za mwili mzima, pamoja na hali ya kichefuchefu, na wakati mwingine umpelekea mgonjwa hali ya maumivu katika tumbo ambayo na mwishoni mgonjwa hupata hali ya kutapika. Hizi ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa dengu ambazo huweza kufanana na dalili za mgonjwa aliyepata ugonjwa wa malaria. Njia ya kujikinga na kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa dengu, namba 1 ni pamoja na kuzuia mazingira yote ambayo yanaweza kusababisha mbu kuzaliana kwa kasi na hivyo kusababisha kueneza ugonjwa wa dengu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hii pamoja na kufyeka nyasi pamoja na vichaka karibu na mazingira tunayoishi, au kufukia madimbwi na maeneo yote ambayo yanaweza kuwa chanzo cha kusababisha mbu kuzaliana kwa kasi na hivyo kuongeza maambukizi ya ugonjwa wa dengu. Lakini pia namba 2 ni kuwahi kufika hospitali kwa wakati pale ambapo unapojigundua una dalili au una changamoto ya afya inayofanana na dalili ambazo nilizozitaja hapo awali, ili upate msaada wa haraka na jinsi ya kupata tiba ili uweze kuwa huru mbali na ugonjwa wa dengu. Kumbuka, homa ya dengu inazuilika na kutibika. Wahi kufika katika kituo cha afya ili upate msaada wa huduma. Kwa msaada zaidi unaweza ukafika ukatembelea kituoni chetu Royal Polyclinic. Tunapatikana Ilala Bungoni, kituo cha Msaada Garage, ili kupata msaada na huduma nyingine za afya. Karibu. Pia usisahau kusubscribe, kushare na kucomment katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic kwa ajili ya dondoo nyingine nyingi za afya ambazo tutakuletea. Asante.